Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imekutana na viongozi wa Hamas na wa Kihuth wakati wa ziara ya Netanyahu nchini Marekani. Ali Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, amekutana na kundi la viongozi wa Hamas katika ziara yake nchini Qatar, akiwemo Khalid Mashal, mkuu wa ofisi ya kisiasa ya Hamas. Bwana Larijani pia alikutana na msemaji wa Wahuth nchini Qatar. Kikao cha katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran na viongozi wa makundi yanayoungwa mkono na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika eneo kilikwenda sambamba na ziara ya Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu mjini Washington na kukutana na Rais Donald Trump wa Marekani. Bwana Netanyahu alikutana na rais wa Marekani na mpango wao ilikuwa ni mazungumzo ya namna ya kuikabili Iran, ambapo Marekani inaendelea na mazungumzo na taifa hilo la Kiajemi. Lakini moja kati ya matakwa ambayo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa akitaka kutoka kwa Donald Trump, rais wa Marekani, ni kwamba Iran lazima izuiwe kabisa kurutubisha uranium, lakini pia kuachana na uzalishaji wa makombora ya masafa marefu, jambo ambalo Iran imesema haliwezi kuwekwa katika mazungumzo yoyote. Hii ni licha ya Iran kusisitiza kila mara kuwa mazungumzo yake ya Marekani yanayohusu mpango wa nyuklia yasihusu kabisa juu ya mpango wa makombora ya masafa marefu. Hata hivyo, inadaiwa kwamba makundi haya ya wapiganaji yameweka azma kwamba endapo Marekani itaamua kufanya operation yoyote ndani ya Iran, makundi haya yatajitosa na kupambana vilivyo dhidi ya maeneo yote ya kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini eneo kubwa ambalo yanataja kwamba yatashambuliwa zaidi ni Israel. Iran yenyewe imeweka wazi kwamba ikiwa Marekani itaanzisha operation, itaanzisha shambulizi, ni wazi moja kati ya eneo ambalo litashambuliwa vibaya ni Israel. Israel yenyewe imesema ipo tayari kwa ajili ya kuishambulia Iran endapo itashambuliwa kama sehemu ya kulipa kisasi, licha ya hapo awali kusema kwamba haipo tayari kujiingiza katika mapambano ya aina yoyote na serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na hata wakati huu pia serikali hiyo ya Israel imesema kwamba moja kati ya eneo ambalo ipo tayari kufanya ni ikiwa Marekani haitaishambulia Iran na kuiacha ikiendelea kuwa na makombora ya masafa marefu, kwamba Israel itaingia vitani bila msaada wa nchi yoyote. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyafahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.